Tupo hapa kwa mkutano ambao unatathmini, ni kikao cha kamati ya uongozi ambapo tunashirikiana na Umoja wa Ulaya ambao ndio wahisani pamoja na wadau wengine wa mradi huu mkubwa unaolenga kuhamasisha uwezeshaji wa wanawake kiuchumi, uzingativu na kuhakikisha usawa baina ya wanawake na wanaume, lakini na kuhimiza juu ya haki za wanawake, lakini na kupambana na vitendo vya ukatili ndani ya jamii kwa ujumla. Sasa huu mradi unajengwa kwenye misingi ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inahimiza usawa miongoni mwa wanadamu, maamuzi na kwenye sekta mbalimbali ikiwemo kwenye bunge na nyadhifa nyingine. Na ni kwa msingi huo serikali ya awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa ikihimiza, na sote tumekuwa mashuhuda juu ya ushirikishwaji wa wanawake kwenye sekta zote, sekta ya madini, sekta ya kilimo, ufugaji, uvuvi na sekta nyingine zote za kiuchumi na nyenzo zote za kiuchumi. Lakini ili twende huko, yale matakwa ya katiba lazima yatafsiriwe kwenye sheria mbalimbali za kisekta na sheria za nchi, lakini na sera mahususi. Na kwenye eneo la uwezeshaji wanawake kwenye nyanja zote, uongozi, uchumi na mambo mengine ikiwemo kupambana na vitendo vya ukatili, tunayo sera mama ya kitaifa ya maendeleo ya jinsia na wanawake iliyohuishwa mwaka 2023. Lakini pia tumegundua, kama mnavyojua, kwa mujibu wa sensa za mwaka 2022, wanawake ni zaidi ya 50% ya Watanzania wote. Sasa lazima nchi yoyote ambayo kama Mheshimiwa Rais Dr. Samia anavyofanya, uhakikishe nguvu kazi yako ambao ni mtaji mkubwa wa watu unaiendeleza na inashiriki vyema kwenye ujenzi wa jamii yenyewe, maendeleo na maendeleo ya taifa. Kwa hiyo ndio maana tunapambana na mifumo ya kuondoa hivi vitendo vya ubaguzi, kutohusishwa watu wengine. Tunaweza tusiwe tumefika pale, lakini na kuhakikisha tutafika, kwa sababu serikali tumejipanga. Tunachokiomba sasa na kutoa rai ni kwa jamii kutunga mkono, ni kwa jamii kubadilika, kuachana na mila potofu zinazowabagua watoto wa kike, kwa sababu leo tunaye rais. Kipindi hiki sasa tunashukuru Mungu kwamba jamii imeanza kuelewa na inatoa ripoti nyingi, kama tunavyoona kwamba sasa kesi zimeongezeka kwa wingi. Ina maana kwamba jamii inaelewa na inakuja kuripoti kesi hizi matukio haya yanapotokea, na wengi wanafika mahakamani. Ndio maana tunaona mafanikio makubwa hata katika uendeshaji wa kesi hizi, kwamba tunapata watuhumiwa wengi wanatiwa mahakamani, wanatiwa hatiani baada ya kufikishwa mahakamani, kwa sababu kikubwa kinachoonyesha kwamba kesi hizi zimeongezeka mtaani na mnasikia sana ripoti hizi ni kwa sababu tayari jamii imekuwa na uelewa mkubwa, na matukio haya sasa tena hayafichwi bali yanawekwa wazi na wanakuja kuyaripoti na yanafikishwa mahakamani kwa wakati. Takwimu zinaonyesha kwamba sasa hivi tuna wanaotiwa hatiani ni wengi kuliko wanaoachiwa huru pale kesi zinaposikilizwa na kufika mwisho. Lakini tunasikiliza sasa hivi kesi kwa upande wa Ofisi ya Taifa Mashtaka, kesi zile zinasikilizwa ndani ya miezi 6 zinakuwa zimekamilika, na zile ambazo zitakuwa hazijakamilika kwa kwetu sisi tunaziona sasa ni backlog, na tunazitengenezea utaratibu maalum wa kuhakikisha zinakwisha kwa wakati. Lakini pia tumejiwekea utaratibu kwamba kesi zile zinapokuwa zinafikishwa mahakamani siku ya kwanza, zinasomewa maelezo ya awali na pale yule mhanga anatoa ushahidi wake. Hiyo inatusaidia kuondoa zile reconciliation nje ya mahakama, pale ambapo mhanga anakuwa ameshatoa taarifa na ameshatoa ushahidi wake, na kesi yetu ile inaendelea bila tatizo. Lakini vile vile ni njia mojawapo ya kumlinda yule mhanga anayekuwa ameshatoa ushahidi, kwa sababu akishatoa ushahidi tena tishio lile la kumdhuru linakuwa halipo. Kwa hiyo kwa hapo sasa tumeona mafanikio makubwa hata katika uendeshaji wa hizi kesi. Na kingine tunaona idadi kubwa ya wafungwa walioko magereza sasa hivi wanaongoza ni wafungwa wa mashtaka wa kesi hizi za ubakaji na ulawiti.